ajili ya matumbo yao, lakini kwa ajili ya watu ni jambo la kuenziwa. Kwa hiyo wale waandaa, asanteni sana. Sisi wa mitaani tumepata nafasi. Mimi nazungumzia masuala mawili tu. Moja ni hadhi ya mwanataaluma katika Afrika. La pili, elimu yetu inatukomboaje. Nianzie na hili la elimu. Kwa sisi ambao ni watu wa, mimi najiita mtoto wa 80, tulimkuta tu kwa muda mfupi sana marehemu Chachage, lakini alikuwa ni mfano wa kuigwa. Ukimkuta kwenye TV za kuibia zile, ni kweli unatumia kila sekunde yule msikilize. Lakini je, wataaluma wa sasa hivi tuko hivyo? Na kama hatupo hivyo, ni nini kimepotea? Mimi nadhani turudi kwenye suala la elimu. Hii elimu tunayoitoa kwenye vyuo vyetu jamani. Tulishazungumza mara kibao. Nakumbuka Shivji hapa atakumbuka wakati huo nafanya kazi Afrika Kusini, tulimleta, tunahangaika na mada ya kudecolonize education. Akaniambia mbona hiyo swala ni la zamani? Sisi tunahitaji kuliberate education, kwa sababu liberation is a continuous movement. Yaani elimu yetu imtoe mtu pale alipo, lakini pia elimu yenyewe ni mapambano. Nimefurahi sana Kamata umesema, mimi hiyo AI sielewi. Kiukweli AI inatoa ile fursa ya mwandishi kupambana na mawazo yake. Yaani draft ya kwanza, draft ya pili, ya tatu ni jinsi wewe mwenyewe unavyopambana. Sasa mimi nafikiri vyuo vijirudi jamani. Muda unaenda. Hii elimu yetu tufikirie upya. Kuna wanaotuchanganya, lazima niseme kabisa sasa hivi. Kuna wanaosema elimu ni ya kuzalisha vifaa, tunapotea. Elimu is for critical thinking. Na haya sio mawazo yangu, wamesema Shivji na wengine wote. Hiyo ndio tatizo la Tanzania. Ni kubwa sana. Na hiyo inashamirishwa na mfumo wa siasa ambao unashabikia kwamba mtu ajue kuhesabu, kuandika na kusoma. Hamna critical thinking. Na hatukosoi kwa kutumia critical thinking. Nafikiri tujirudi kabisa. Na ndio hiyo sasa ambayo imefanya jamii iamini uongo ndio jambo la busara kuliko ukweli. Kwa sababu hamna mtu wa kujali. Kamata tulikuwa hapa mwaka jana tunatoa mhadhara hapa. Umesema siku hizi hamna mtu anaona aibu kabisa yani. Haipo. Ndio maana hata mtu anaweza kuidharau eneo tukufu kama hili na haoni aibu na hajirudi. Nyerere aliwahi kusema kabisa jamani, hata mimi nilifanya makosa. Ndio maana hata wakati wake Shivji amesema hapa, mwingine anaweza hata waziri mkuu wake akaja kuomba apology. Sasa hivi imepotea kabisa. Kwa nadhani jamii ya wasomi inatoka kwenye jamii ya Watanzania. Na mimi niwaambie, jana nilikuwa mahali, nchi hii wanakadiriwa kwamba watafiti hawazidi 15,000. Waliojisajili COSTECH ni 5,000. Sasa nataka nirudi mfano moja. Nilikuwa nahudhuria warsha haki ardhi miaka 2010, kwa mdogo sana. Mama moja wa Kigamboni alikasirika sana kwa sababu kuna mwezeshaji mmoja alikuwa anatoa mada yake kwa Kiingereza tu. Madaktari wote walikuwa wameugwaya. Mimi nikamwambia yule mama, we bado hujakasirika. Kasirika sana, kwa sababu wasomi ambao unawalaumu kwa kila kitu nchi hii hawafiki hata 2,000,000. Maana yake ni nini? Hawa jamii ambayo tunataka kuikomboa hatujaipa tools, vifaa vya wenyewe kujikomboa. Na hiyo sasa nataka nirudi kwa dakika moja, sekunde moja tu, ile aliyofanya Chachage ya kuweza kuandika na kuwasilisha mawazo yake kwa njia ambayo inaweza kuwafikia wote. Sasa hivi wasomi wengi wa Afrika hawezi hata kuandika op-ed. Hawezi kuandika hata policy brief. Mnaandika tu mapepa kwenye top journals, hatufiki. Kwa hamna mtu anaweza kuelewa hata utafiti wako rahisi wa masuala ya demokrasia kama walivyofanya wanafanya Reddit.
kwa uwazi, kwa ukweli, ukawaamsha Watanzania. Tumerudi shimoni vibaya mno sasa hivi, mimi nawaambia kwa ukweli wa Mungu. Na mimi nasema tena, niliwahi kusema hapa, nchi hii kila kiongozi, na nafurahi Kitila yuko hapa, kama anataka kuiendeleza nchi hii, ajenge mfumo wa elimu utakaowezesha Watanzania kuwa active citizen, watu wanaoelewa wajibu wao, watu wanaoelewa haki zao, watu wanaoweza kudai haki zao wakiwa chuoni, wakiwa mitaani na wakiwa maofisini. Sasa wewe kama unapambana, kama rais anapambana, waziri anapambana, wewe huwezi kuwa kila mahali. Utakuwa kila mahali kama umejenga mfumo wa watu wanaojielewa. Hiyo ndio tatizo la Tanzania. Hizi nchi zote unazoona wanapambana waliweza kujenga huo mfumo wa watu kuwajibika ndani ya nchi zao. Hiyo ndio elimu ambayo tunakosa. Sasa naichomekea hiyo kwenye mafundisho tena. Mimi nimewahi kusoma kwenye nchi mbalimbali na kufundisha pia. Mwalimu wangu mzuri aliyenifundisha public policy ya mambo ya leadership alikuwa ni retired civil servant. Mfano mmoja ambao mimi nimfanyia mtihani mzuri sana na kufaulu ni how George Bush failed to prevent the damage caused by Katrina. Mnanielewa hapa? Lakini yaani unafundishwa wewe kama next president usirudie yale matatizo aliyosababisha rais kwa sababu alifail kwenye ile leadership. Ile sio kumkosoa rais, ile ni mfano halisi. Kama tunazungumzia EPA iliyomkamatisha yule scholar, jamani, si Mkapa mwenyewe alikiri? Someni kitabu cha Mkapa, sema that was one of my major mistakes. Sasa hayo ndio mifano ya kujenga tunasema bureaucrats, ili wasirudie makosa, na kila mtu akistaafu anajutia makosa yake. Hata Nyerere alijutia kutaifisha mashamba ya mikonge. Sasa nikinyanyuka nikatoa hiyo, kweli nalaumiwa? Sasa tujirudi katika elimu yetu hiyo. Na hadi kwa kumalizia, mnaona muda unaenda, nilikuwa naangalia katuni. Kulikuwa na hiyo, nafikiri wote wamesoma, kina Kitila watakuwa wameona. Kulikuwa na katuni siku moja inamuonesha profesa yuko kwenye bajaji na chawa yuko kwenye gari expensive. Sasa lakini ni lini tukaona wastaarabu wetu ambao ndio kioo cha jamii wakatoka hadharani wakakwepa haya mambo? Sasa hiyo ndio inatujengea jamii ambayo sisi tunaita hohehae. Na Kitila alikwepo, niliwahi kutoa mchango kwenye ukumbi wa AIA wakati tunatengeneza Vision 2050. Nikaambia jamii hohehae ni zao la walimu hohehae. Samahani, lakini nyie chuo kikuu mko hivyo. Sasa mimi kaka yangu ni mstaafu mwalimu, yuko Singida bwana, yuko Mwangeza tu. Walisoma Singachini, the best brains za Mwalimu Nyerere. Walimu walikuwa wanachukuliwa the best, waende wakaprepare jamii ile nzuri, sawa sawa. Lakini siku hizi mwalimu wa shule ya msingi na sekondari ni form 4 failure. Jamani, mimi sisemi nadharia. Ukienda mtaani wanauliza hata ya cheti ya walimu hana. Sasa ulizeni akina Shivji ni hao. They were best cream, committed. Kwa na ningetamani sasa sisi kama scholars wa sasa hivi wa kuikomboa nchi yetu. Hamna atakaye kuja kuikomboa nchi yetu. Viongozi wapo kutupa tu muda wao kumaliza wanastaafu. Ni sisi turudi kwenye misingi kwamba walimu iwe ni wito kama ulivyo wito wa upadre na ushehe. Usio unaenda kule kutafuta tu kwa sababu nina cheti niende huko. Tuchapishe basi machapisho yanayoleta ari, yanayoleta hamasa. Mimi naomba niishie hapo bwana. Yaani imeniamsha kweli kweli. Asante. Asante sana. Sasa naomba nimegundua hili ndio kwa nasema ya senda darasa. Yule mwanamuziki anatueleza anasema kwa nao hata mapembe waongeze mkia na ukinipipu tu ninakupigia. And let me make one thing clear. Bla bla sitaki.
na Chachage alipenda hivyo. Asante sana. Naomba sasa nimwombe Dr. Mwanza react pale ambapo kuna maeneo ambayo umeulizwa maswali. And then most of the other things in the comments. Karibu sana. Asante sana, na labda ninashawishika kuongezea pale alipotoa mchango Profesa Shivji, na hasa kwa experience mbili alizozishare. Ile ya nani siwezi kusikuwepo, na hii ya wanafunzi naifahamu kiasi ya kutosha, na nadhani na masomo kwamba baadhi ya maswali yaliyoulizwa. Ya kwanza kwa mfano at least nimeambiwa na nimejifunza kwamba UDASA yenyewe ilianzaje. Sijui ni sahihi kwamba UDASA ilianza kama a free wamba committee, something like that. 19 committee ya convocation. Ilikuwa, lakini the nucleus ya kwamba watu wanajiorganize, lakini kilichowavuta ni kwamba ilikuwepo kampeni ya kutaka serikali ya Mobutu Sese Seko ya Zaire imwachie Wamba dia Wamba. Alikwenda kule akakamatwa, na alivyokamatwa nakumbuka kulikuwa na semina pale Faculty of Law, na yeye alikuwa anazungumzia hiyo experience, na nataka kushare hapa kwamba lesson aliyoipick na ambayo ni muhimu kwetu sote ni kwamba ukiwa alitoa mfano wa nzi. Nzi hawajui umoja wala mshikamano, na akatoa mfano kwamba nzi mmoja akija kwenye mkono wako ukamuua,